cross at Calvary was all about separation. Yawezekanaje haujui kwamba msalaba Kalvari ilikuwa inahusiana na kutengwa from the decay, the moral decay of this world. kutokana na muozo wa kitabia wa ulimwengu huu. So look at this now. Hivyo basi angalia hii. Number one, jambo la kwanza, our God in his own nature is separated. Mungu wetu katika asili yake ametengwa. That's why at the cross he brought separation. Ndio sababu katika msalaba alileta kutengwa. Number two, he says now, jambo la pili anasema sasa, and those who worship him na wale waliomwabudu must observe that separation. lazima wazingatie huko kutengwa. That is what I've just read now. Hicho ndicho ambacho nimesoma sasa hivi. Number three, he says, jambo la tatu yuwasema, and when you worship him, na unapomwabudu yeye, your life maisha yako must be consistent lazima iwe kwa kuendelea with that separation from the moral decay of this world. na hiyo kutengwa kutokana na muozo wa tabia ya ulimwengu huu. Now can I move to the next point? Sasa je, naweza kwenda katika ile nyingine? Because if you noted, Kwa sababu ikiwa uliona, I am talking about the cloud of God. nazungumzia kuhusu wingu la Mungu. But I'm moving systematic as I build you. Lakini nasonga hatua kwa hatua ninapowajenga. Now look at this now. Sasa angalia hii sasa. I'm going to share this. Naenda kushiriki hii. When the Lord spoke with me on November 1, wakati Bwana aliponena pamoja nami Novemba tarehe 1, the year 2006, mwaka wa 2006, about these two golden glorious rings in the sky, kuhusu hizi pete mbili za utukufu za dhahabu katika anga, and the announcement of the event, it is trumpeting. na tangazo la tukio hilo ni tarumbeta. Look at this now. Angalia hii sasa. Everybody help me and focus on this Kila mtu mniangalie na mnilenge because of time. kwa sababu ya wakati. Look at what happened. Angalia kile kilichotendeka. Now, Sasa in that tremendous vision, heaven opens, katika hayo maono ya ajabu mbingu zikafunguka, and then the glory comes out, the cloud of glory comes. I see the glory inside heaven coming out. ninaona wingu la utukufu toka ndani mwa mbinguni ukitoka nje. And the earth, before the heaven opened, I described that there was pitch darkness. Alafu kabla ya mbingu zifunguke nikagundua kulikuwa na giza totoro. These write-ups are everywhere in the web now. Maandishi haya iko kila mahali katika mtandao sasa. You hear me describing the pitch darkness, Unanisikia nikitangaza giza totoro, the unbelievable obscuridad, the unbelievable darkness. giza lisiloaminika. Look at this now. Angalia sasa. And then I describe how heaven rolls back. Alafu ninaelezea jinsi mbingu zilivyogeuka, zilivyokunjana. And I describe seeing the glory inside heaven. Na ninaelezea nikiona utukufu ndani mwa mbingu. And then the glory begins to come out to breach the borders of heaven. Alafu To disobey. ule utukufu unaanza unatoka katika ile mipaka ya mbinguni. To disobey. Kutotii. To overrule the borders, the boundaries of heaven. Kutotii ile mipaka ya mbinguni. I describe that. Naelezea hayo. But part of what I described that I want you to get on Lakini sehemu ambayo nilielezea ambayo nataka muipate is that I say ni kwamba nalisema that when that glory began to come out, ya kwamba wakati wa utukufu unaanza kutoka nje, then for the first time alafu kwa mara ya kwanza I was able to see the true power of God. nikaweza kuziona nguvu za kweli za Mungu. Why? Kwa nini? Because I described Kwa sababu nalielezea that when the glory came out, ya kwamba wakati utukufu ulipotoka, I saw that the glory brought illumination. nikaona kwamba utukufu ulileta mwangaza. The light came out with the glory, Mwangaza ulitoka nje na utukufu, from the glory, kutoka kwa utukufu, and began to chase away the darkness. na ukaanza kulifukuzia mbali giza. Now that Sasa hiyo is the true power. hiyo ndio nguvu ya kweli, That is real power. hiyo ndio nguvu ya halisi, That the glory of God ya kwamba utukufu wa may have power unakuwa na nguvu to chase away the darkness. ya kulifukuzia mbali giza. That is bigger than political power. Hiyo ni kubwa kuliko nguvu za kisiasa. It is bigger than economic power. Hiyo ni kubwa kuliko nguvu za kiuchumi. Bigger than financial power. Ni kubwa kuliko nguvu za kifedha. And I said Nami nikasema that when I watched, ya kwamba I nalipotazama saw the glory colonize the darkness.
darkness. nikaona ile mwangaza ikitawala giza, And the light even reached the earth. na hata ule mwangaza ukafikia dunia. And I said Nami nikasema, that when I looked at that, nilipotazama hiyo, I saw the glory nikauona utukufu coming out ukitoka and overthrowing the darkness. na ukatupilia mbali giza. In other words, Kwa maneno mengine, I saw a coup d'etat. nikaona ile kushindwa, mapinduzi. Very good. A coup d'etat Nikaona mapinduzi in the heavens. katika mbingu. I saw the darkness being overthrown. Nikaona giza likipinduliwa. And never ever, Alafu katu kamwe never did the Lord tell me Bwana hakuniambia katu that man of God, kwamba nabii wa just Mungu, hold on a second. hebu ngojea kidogo, Let me go up there wacha nikakwende kule juu and negotiate na nikajadiliane with the darkness na giza, and find out what does he want. alafu nikagundue kwamba Then anahitaji we will nini, sort it out. alafu And tutapigana. then I'll come back and tell you what Alafu we have agreed. nitakuja nikuambie kitu I ambacho saw the tumekubaliana. glory overrule the darkness. Nikaona utukufu ukipindua And giza, when Jesus came, na wakati Yesu alipokuja he overthrew the darkness. alitupilia mbali giza And he became the light of the world. na akafanyika nuru ya ulimwengu. But why Lakini kwa nini is the church kanisa in the middle ground? katika dunia ya sasa? Sit down, I want to finish. Keti chini, nataka kumaliza Because we are about to go off air. kwa sababu karibu tutoke hewani. I want to finish with this. Nataka kumaliza na hii. He's saying Anasema that when I go through the Bible, ya kwamba napoipitia Biblia, mimi binafsi I have gone through the Bible. nimeipitia Biblia, I have searched and searched and searched nimechunguza na kuchunguza na kuchunguza to find out kutafuta kujua how is this thing? kitu hiki kina mna gani. Is there a place Je, kunapo mahali where the Bible says ambapo Biblia inasema that he came ya kwamba alikuja to redeem us kutukomboa from the darkness kutoka kwa giza and in the middle ground, katikati ya and kubadiliana, he left us in the gray area? na akatuacha katika mahali fulani. Listen to me, everybody. Focus on me now. Nisikilize kila mtu sasa. Focus on me now, Senator from Nilenge Nigeria. yule seneta kutoka Nigeria. He's saying Anasema that when you go to the Bible, ya kwamba unapokwenda katika you will Biblia search and search and search. utachunguza na kuchunguza na kuchunguza, But what you found is this: lakini kile unachopata ni hiki: he had sufficient power. ana nguvu za kutosha, Alikuwa na nguvu za kutosha alikuwa na nguvu za kutosha to remove us from darkness kutuondoa kutoka kwa giza, to the light, kutupeleka kwa from nuru, death kutoka kwa to mauti eternal life, kwa uzima wa from the milele, world kutoka kwa into ulimwengu heaven. kwenda mbinguni. But why is the church in the middle? Lakini ni kwa nini kanisa limekubaliana? Why is the church Ni kwa nini kanisa in the gray area katika mahali pa kukubaliana? where Kwa nini? she has salvation, Ambapo ako na wokovu, but in the gray area lakini mahali pa kukubaliana between light and darkness? kati ya nuru na giza. Ah, and if you read the book of Revelation 3:16, Na ikiwa utasoma kitabu cha Ufunuo wa Yohana he 3:16, says, anasema if you are lukewarm, ikiwa nyinyi ni fukufuku, like this, and then I'll spit you. nitakutema. You are neither cold nor hot. Yeye si baridi wala moto. And if you read the book of Hebrews 6, Na ikiwa utasoma kitabu cha Waibrania 6 verses 4 to 6, mstari wa 4 hadi wa 6, he says, anasema after receiving the knowledge of the truth baada ya kupokea maarifa ya ukweli and the Holy Spirit na Roho and the Mtakatifu power of God, na nguvu za Mungu, if we go back ikiwa mtarudi into sin, katika dhambi, no sacrifice for sin is available. hakuna dhabihu ya ondoleo la dhambi inayopatikana. Hebrews chapter 10, Waibrania sura ya 10 verses 26 to 31. mstari wa 26 hadi 31, He repeats it. anairudia The tena abuse of the grace. ile kutukana kwa neema, And he says, na anasema if we deliberately keep on sinning, ikiwa kimakusudi itaendelea kutenda dhambi, no more sacrifice for sin is left. hakuna dhabihu ya ondoleo la dhambi iliyobaki tena. The Lord is warning on the abuse of the grace. Bwana anaonya kuhusu ile matukano ya neema. He's saying, Anasema when you add darkness to the light you received, wakati utakapoongeza giza kwa ile nuru uliyoipokea, it is always
equal to darkness. kila mara jibu lake ni giza. He's saying Anasema that this abuse of the grace kwamba hayo matukano ya neema that you see the modern church in all over the world is doing, ambayo mnaona katika kanisa la sasa ulimwenguni kote inatenda. he's saying Anasema it is dangerous, ni hatari, tragic, ni ajali, calamitous, ni a calamity. ni shida, He's janga. saying Anasema you cannot abuse the grace. hauwezi ukaitukana neema. He's saying Anasema you cannot negotiate with darkness, hauwezi ukajadiliana na giza, that homosexuals are negotiating ya kwamba mashoga wanajadiliana with the church. na kanisa. He's saying Anasema remove the immoral dressing from the house, ondoeni mavazi ya washerati kwa nyumba, the short miniskirts, minisketi fupi the fupi, tight trousers zile longi za kubana that belong to the darkness, ambazo ni za giza, the cut, ile mikato, they cut that you may see the legs. mikato ili kwamba ukapate kuona Remove moja. them from my house. Iondoe kutoka katika nyumba yangu. My house Nyumba yangu is a holy house, ni nyumba takatifu, the house of worship nyumba ya ibada for all the nations, kama taifa and yote, the glory is in the house. na utukufu katika nyumba. There is the place the church is, Kuna mahali ambapo kanisa lipo and the place she ought to be. na mahali linapaswa kuwepo. And now in this other part, Na sasa katika sehemu hiyo nyingine, before I come here, kabla nije hapa, we have seen very clearly tumeona wazi mno the ministration of the Lord to the clergy, huduma ya Bwana kupitia kwa wachungaji, to the pulpit. kwa madhabahu. And the Lord is saying Na Bwana anasema that enough is enough. ya kwamba imetosha yatosha, That there has been a lot of negotiations in the house kwamba kumekuwa na mjadala, kujadiliana kwingi katika nyumba between several gods. kati ya miungu kadhaa. If you don't touch me, I don't touch you. Ikiwa hautanigusa nami sitakugusa. Let us respect you respect me, I respect you. Hebu uniheshimu ni kuheshimu. But the Lord is now saying Lakini Bwana sasa anasema that no two gods ya kwamba hakuna miungu miwili can stand up together inaweza ikasimama pamoja and be worshipped. na waabudiwe. But if Jehovah be God, Ya kwamba ikiwa Jehova ndiye Mungu, then let us just worship Jehovah. basi wacha tumwabudu Yehova. Because wavering between two positions, Kwa sababu kuyumbayumba katika sehemu mbili, in scientific call it oscillating between two positions. katika Oscillating. kisayansi inaitwa oscillating, kuyumbayumba katikati ya miungu miwili. You say you have to make up your mind now. Inasema inabidi ufanye mawazo yako sasa. If the church was created for heaven, Ikiwa kanisa liliumba kwa sababu ya mbingu, then she has to now enter the highway of holiness basi lazima sasa liingie katika njia kuu ya utakatifu that heads to heaven. inayoelekea mbinguni. Hallelujah. Haleluya. And now I want to advance this conversation Na sasa ningependa kuendeleza mjadala huu because of time, and I have so much and time is limited kwa here. sababu ya wakati, ninayo mengi na wakati ni mfupi hapa. Listen to this now. Sikiliza haya sasa. I already told you Tayari nimekwisha wambia that when the glory came down on that November 1 in the morning, ya kwamba wakati utukufu ulipokuja hiyo Novemba tarehe mosi saa 9 za asubuhi, then the opening of heaven and the glory comes down. alafu kufunguka kwa mbingu na utukufu na shuka chini, I did not hear the Lord telling me, man of God, just hold on a second. sikusikia Mungu akiniambia kwamba nabii wa Mungu, ngoja tu kidogo, Let me go up there wacha niende kule juu and find out what does this darkness want, na nikagundue hili giza linataka nini, and negotiate and see how we can agree. na tujadiliane, tuone vile ambavyo tuweza kukubaliana. Then I'll come back and report to you. Alafu nitarejea nikupatie ripoti. I did not hear that. Sikusikia hivyo. And I said, Nami nikasema all I saw kile nilichoona was a coup d'etat, ni mapinduzi, an overthrow, ni mapinduzi, the overruling of darkness, kule kufukuziliwa mbali kwa giza, the dismissing of darkness, kutupiliwa mbali kwa giza, the cancellation of darkness. kule kukataliwa kwa giza. And I said Nami nikasema that when the Lord Jesus came to the church, ya kwamba wakati Bwana Yesu alipokuja kwa kanisa, he came as the light of God to
to the world. alikuja kama nuru ya Mungu kwa ulimwengu. And if we are the beholders of that light, Na kama sisi ndio tunaobeba hiyo nuru, then there is no way basi hakuna vile we can have Jesus tunaweza kuwa na Yesu and then continue to engage alafu tuendelee kukubaliana in gray areas katika maeneo ya kukubaliana between light and darkness. kati ya nuru na giza. And I said, Nami nikasema I have gone through the Bible. nimepitia Biblia, I have never found a place sijawahi kupata mahali where he says, ambapo anasema and the Lord Jesus, naye Bwana Yesu he brought the church alileta kanisa, and he put the church just in the middle ground naye akaliweka kanisa katika sehemu ya kati, between light and darkness, kati ya nuru na giza, because he didn't have enough strength. kwa sababu hakuwa na nguvu za kutosha. I have searched and searched Nime- and searched and searched and searched again. Nimechunguza na kuchunguza na kuchunguza na kuchunguza na kuchunguza tena. Instead, what I found Badala yake kile nalichopata is that the Lamb of God ni kwamba mwana kondoo wa Mungu had sufficient power alikuwa na nguvu za kutosha to remove you from darkness kukutoa kwa giza and cross over the gray area na kukuvukisha maeneo yale into the light. kuingia katika nuru, Remove you from death kukutoa kwa kifo and bring you into not only life but eternal life. sio tu kwa uzima, lakini uzima wa milele. Remove you from the world Kukutoa kwa ulimwengu straight into heaven. moja kwa moja kwenda mbinguni. It did not say, and he put you in the midway between heaven and here. Haikusema kwamba alikuweka mahali pakati kati ya mbingu na hapa. And then I said, Alafu nikasema, then what is the church doing in the middle ground? basi kanisa lafanya nini katika mahali pakati? Because you find that now light and darkness have mixed in the Kwa house. sababu sasa unapata nuru na giza vimeungamanishwa katika nyumba. And the Lord is saying, Naye Bwana anasema, enough is enough. yatosha, imetosha. Let us now decide. Hebu sasa tuamue, If Jehovah is our God, ikiwa Yehova ni Mungu wetu he is holy, na yeye ni mtakatifu, then let us worship in holiness. basi wacha tumwabudu katika utakatifu. And he will help us. In that tremendous vision of November 1, Katika hayo maono ya ajabu ya Novemba tarehe 1, when there was the unveiling of the glorious golden wedding rings in the sky, then you see that the Lord was essentially announcing. alafu naona kimsingi Bwana alikuwa akitangaza. In other words, Kwa maneno mengine, the cloud of God wingu la Mungu has come to announce to the church, limekuja kutangaza kwa kanisa, prepare, jiandae, the Messiah is coming. Masihi anarudi. That's where I want to begin now. Hapo ndipo nitakapo kuanzia sasa. Hallelujah. Haleluya. So if he comes to affirm, Na hivyo basi akikuja kudhibitisha, if he comes to announce ikiwa anakuja kutangaza the day of the coming of the Messiah, siku ya kukuja kwa Masihi, and he comes at the latter glory, na anakuja na utukufu wa nyakati za he mwisho, comes as the latter rain, anakuja kama mvua ya nyakati za he mwisho, comes as the latter anointing, anakuja kama upako wa nyakati za mwisho, then that means basi hiyo yamaanisha that essentially kwamba kimsingi when the cloud of God comes, wakati wingu la Mungu linakuja, he comes to affirm anakuja kudhibitisha every scripture in Bible kila andiko katika Biblia about that day. kuhusiana na hiyo siku. Hallelujah, Jonathan. Haleluya, Jonathan. Oh yes. Oh, ndio. He comes to affirm about that day. Anakuja kudhibitisha kuhusu hiyo siku. In other words, he's saying Kwa maneno mengine anasema what the Bible says about that day kile ambacho Biblia inasema kuhusiana na hiyo siku is true. ni ukweli mtupu. Prepare. Jiandae Step by step. hatua kwa hatua. And if Jesus the Lord, Na ikiwa Yesu Bwana, and in my Bible such scripture is in red, na katika Biblia yangu maandisho kama hayo iko katika rangi nyekundu. if Jesus the Lord talked about the midnight hour, Ikiwa Yesu alifundisha kuhusu saa 6 ya usiku, then I want to follow that, basi nataka nifuate hiyo, because he's coming to say kwa sababu anakuja kusema that the words of Jesus, kwamba maneno ya Yesu they stand yanasimama imara on that day.
katika hiyo siku. Listen pastors, Sikiliza wachungaji, this is now key. hii sasa ni nyeti mno. Among the narratives Miongoni mwa matukio, that Jesus gave about that day we are preparing for, miongoni mwa maelezeo ambayo Yesu alipeana kuhusiana na hiyo siku ambayo tunajiandaa kuihusu, the midnight hour, saa 6 ya usiku, the Lord Jesus, basi Bwana Yesu he spoke to the church in parable. akanena na kanisa kwa mifano, And he's talked about the midnight hour. na akazungumzia kuhusu saa 6 usiku. And in that parable, Na katika huo mfano, listen to this now. sikiza haya sasa. He said Alisema that in these days we are in, ya kwamba katika siku hizi ambazo tupo ndani yake, there is a prophecy that would unveil kuna unabii ambao utafunuliwa, that there would be two types of congregations in one church. kwamba kutakuwa na aina mbili ya kusanyiko katika kanisa. There will be the foolish church Kutakuwa na kanisa pumbavu and the wise church. na kanisa lenye hekima. And he says Naye akasema that the wise bride, kwamba biharusi mwenye hekima, the wise congregation, kusanyiko lenye hekima, the wise church kanisa lenye hekima is the church that will enter the kingdom of God. ni kanisa litakaloingia katika ufalme wa Mungu. Now I see all pastors from all over all the nations of the earth here, Sasa naona wachungaji wote kutoka mataifa yote katika wamekusanyika hapa, including Grenada, they are here. kuhusisha Grenada wako hapa. And so Na hivyo I want to say this. nataka niseme hivi, Then it is important for you as pastors basi ni muhimu kwenu ninyi kama wachungaji to find out, mukatafute kujua, as you minister to your congregation, mnapohudumia kusanyiko lenyu, what are the qualities of that wise church je, matakwa, hitimisho la hilo kanisa lenye hekima ni lipi that the Lord says enters, ambalo Bwana anasema linaingia, that I may prepare my own church with those characteristics, ili kwamba nipate kuliandaa kanisa langu lenyewe na hizo tabia, those features, hizo tabia, those identities. hivyo vitambulisho. Hallelujah. Haleluya. And I'm going to move a little faster because I have a target Na for you. ninaenda kusonga kwa haraka maana ninalo lengo kwenu. If you go to Matthew, we're not reading, please just focus on me. We're not reading. We're going to read ahead, much ahead. Tutasoma hapo kimbele. If you go to Matthew 25, Ikiwa utaenda katika Mathayo 25 verses 1 to 13, mstari wa kwanza hadi wa 13, Jesus describes that church that will enter. Yesu analielezea hilo kanisa ambalo litaingia. And in that description, he talks about the foolish virgins Na katika and the hayo- wise virgins. Katika hayo maelezeo anazungumzia kuhusu wanawali wapumbavu na wanawali wenye hekima. Then you realize Alafu unagundua that the key feature that the Lord is exalting about entry kwamba tabia muhimu ambayo Bwana anaikweza kuhusu kuingia is wisdom. ni hekima. And the Bible has well instructed us Na Biblia imetuelekeza vyema that behold, kwamba tazama, it is the fear of God ni hofu ya Mungu that defines wisdom. ambayo inaelezea hekima. Meaning at this time there would be Christians who don't have the fear of God and Christians that will behold the fear of God. Kumaanisha kwa wakati kama huu kutakuwa na Wakristo ambao watakuwa na hofu ya Mungu na wengine hawana hofu ya Mungu. And so if you look at some of the events happening in the church today, Na hivyo basi ukiangalia baadhi ya matukio yanayotukia katika kanisa leo hii, then you really see that the Lord Jesus was right. basi kwa kweli unaona kwamba Bwana Yesu alikuwa sawa. Because some of the afflictions that plague the church today, Kwa sababu baadhi ya mateso ambayo inalikumba kanisa leo hii, the abortions you see in the house, kwa vya mimba unaona katika nyumba, the loving of money you see in the church, kupenda pesa unaoona katika the kanisa, false apostles, false prophets, all these things, mitume wa uongo, manabii wa uongo, mambo haya yote, the young men putting on earring, nose rings and whatever they do, vijana wachanga wakivalia sagging vipuli trousers, na longi ambazo zinaanguka, the women tight trousers, miniskirts, whatever it is you see in the wanawake church. wakiwa na minisketi, wakiwa na longi zinazowabana, mambo yote mnayoyaona leo hii. The Lord was right Bwana alikuwa sawa because they are actually the consequence of the lack of the fear of God in the church. kwa sababu haswa ni matokeo ya kukosa kwa hofu ya Mungu katika kanisa. And so there is a whole description there
on what will happen at this time and how ought the church to behave. Na hivyo basi kuna maelezeo pale ya kile ambacho kanisa linapaswa kufanya na yale matokeo yake. But listen to this now. Lakini sikiza haya sasa. I take the characteristic of wisdom. Nachukua tabia ya hekima. And then I go into the Bible. Now I want to know. Alafu nakwenda kwa Biblia. Sasa nataka kujua. This wise church, these wise virgins. Hawa wanawali wenye hekima, kanisa hili lenye hekima. What else is the cloud of God telling us about them that we may not miss heaven? Nini kingine ambacho wingu la Mungu linatuambia kuhusu ili tusije tukakosa mbingu? And so when you go to the book of Matthew, don't read it, we're heading somewhere else. When you go to the book of Matthew chapter 7, 24 to 28. Unapoenda kitabu cha Mathayo mlango wa 7 mstari wa 24 hadi 28. You get again the Lord describing that wise church. Unapata tena Bwana akielezea hilo kanisa lenye hekima. And he says, naye anasema that in these days, ya kwamba katika siku hizi, that the wise church kwamba kanisa lenye hekima will be like a man. litakuwa kama mtu. Man means man and woman. Mtu mwanaume inamaanisha mtu wa kike na wa kiume. That wise church Hilo kanisa lenye hekima will be like a man itakuwa kama mtu who went and built his house aliyekwenda akaijenga nyumba on the yake foundation of the rock. katika msingi wa mwamba. So we will be quick to see what other characteristic the wise church will behold. Hivyo basi tutakuwa wa haraka kuangalia ni tabia zipi zingine ambazo kanisa lenye hekima linabeba. Meaning she builds her life on the rock. Kumaanisha anajenga maisha yake kwenye mwamba. Wow. Wow. Then that becomes important for you to bring to your congregations. Basi hiyo inafanyika nyeti kwenu ninyi kuwaletea kusanyiko lenu. And when you follow very carefully, Na unapofuatilia kwa umakinifu zaidi in that narrative of Matthew 7, 24 to 28, katika hayo maelezeo ya Mathayo 7 mstari wa 24 hadi 28, you find him saying, unampata akisema, and when the storm came. na wakati gharika ilipokuja. He does not say if the storm comes. Haisemi ikiwa gharika itakuja. In other words, Na kwa maneno mengine, the storm always comes. gharika kila mara lazima ije. Just walk with me. Tembea pamoja nami. I'm just passing through this to the message. Napitia tu hii kuelekea kwa ujumbe. Then he says, Na yanasema, and when the storm came, na wakati gharika ilipokuja, swept the tsunami. tsunami ilipokuja. The way he describes it, that is a tsunami. Jinsi anavyoelezea hiyo ni tsunami. He says the floods, the rain came down. Akasema mvua ikanyesha, The streams rose. nayo maji yakafurika kwenye mito. And the tornado wind picked up. Na ile kibunga, ile upepo wa kibunga ukapeperusha. And many times when you watch your news and you see that there is a tsunami somewhere, Na mara nyingi mnapotazama habari zenu na kuona kwamba kunacho kibunga mahali fulani, you find that some buildings have been brought down. unapata kwamba majengo fulani yameshushwa chini. But you may find one building standing. Lakini unaweza pata jengo moja limesimama. Then they go to the owner Alafu wanakwenda kwa mwenyewe and they ask, na wanauliza, tell us, tuambie, yours is standing, lako limesimama, others are down. nyingine zimeanguka. How did you build it? Je, ulijenga namna gani? And you hear the owner saying, Na unasikia mwenyewe akisema, hapana, hapana. Just say, For me, when I came to this place Kwangu mimi nalipokuja mahali hapa and wanted to build, na nikataka kujenga, I went to the city commission nikaenda kwa wale wa ujuzi wenye ujenzi kwa mji, and they gave me the building code na wakanipatia ile ratiba ya ujenzi for this area. kwa ajili ya maeneo haya. Hey! The building code is being given here today. Ratiba ya ujenzi inapeanwa hapa hivi leo.
tuambie majina yako. Oscar Mugata Wanjala. Unatoka maeneo gani? Kamkunji. Kamkunji wapi? Stage number 5. Wapi? Hapa Eldoret. Hapa Eldoret. Yes. Uko na miaka mingapi? 29. 29. Yes. Tuambie shida yako kidogo kwa ufupi. Kwa ufupi, macho ya left ya pandei iliharibika 1995. Nikiwa shuleni hapa Eldoret. Alafu sasa hii ingine ilikuja ikapata ajali 2013. Sasa hii wakati kuna kijana alindunga, ilikuwa bahati mbaya. Alafu ikaanza kufunga peke yake, ikapotea kwenda kwa madaktari, wakasema haiwezekani. Imekaa muda imedestroyiwa kwa upande wa nyuma. Sasa sitaweza kuona, niendelee kuona na ingine. Wakati ilifika 2013 nikiwa kazini, trailer ndio ilinigonga, ikaangoa mfupa, macho ikafinyika kwa ndani. Alafu ika-affect mpaka na mguu. Ika-affect na miguu. Na miguu. Sasa hapa nyuma hii madaktari wanasema mpaka ibomolewe, ivutwe mshipi mguu ni mfupi. Ndivyo. So sijui kama uliweza kutembelea hospitali yote hivi karibuni? Nimekuwa Sabatia. Wakaangalia macho, wakasema haiwezekani, wakanirefer hapa Eldoret. Wakanileta referral wakanipea dawa, wakashindwa, wakanituma district nikaenda nikaangaliwa, ikashindwa. Kwa hivyo wakatoa uamuzi haiwezekani. Yes. Na pia miguu hujakuwa ukitembea tangu, kwa sababu unasema macho iliweza kuadhiri miguu. Mguu, lakini on right foot. Hii ya left inaweza jivuta kwa chuma kama naenda kujisaidia mashughuli ambazo ni important. Nikajivuta sababu ya left iko na nguvu. Hii ya pande ina nguvu kusimama vizuri. Nasema hii nyingine haina nguvu kabisa. Haina nguvu kabisa. Haina nguvu. Yes. Na umesema uliweza kutembelea hospitali. Yes. So daktari walisema nini hatimaye? Hatimaye walisema hiyo haiwezekani, nikubali vile niko na tuachie Mungu kazi yake. Lakini ikiwa nitawezekana kufanikiwa, hii mguu ndio inaweza bomolewa, mishipi ya nyuma ivurutwe, manake mguu ni fupi. Ndivyo. Umekuja katika mkutano wa Bwana. Amen. Matarajio gani? Matarajio yangu nipate kuona, nitembee tena salama, na ninajua kwa Mungu inawezekana. Amen. Asante. Praise the Lord, mighty prophet of the Lord. The Lord Jehovah, the Lord, the creator of Israel, the creator of all the nations, he has spoken with me about the massive, grand, mega revival meeting that is coming up in Eldoret, the historic visitation of our time that is going to take place in Eldoret. Many cripples are going to walk immediately. The Lord brings his servant. In fact, some of them will be healed before the man of God. As the man of God leaves towards the meeting, some of them will be healed already in the stadium, in the field, before the man of God arrives. Immediately the man of God leaves. Immediately the Lord releases his servant to leave towards Eldoret. A tremendous unleashing of the healing anointing of the Lord will take place in that direction. And many, many cripples will walk. And even when his servant will enter the town, the city of Eldoret, there will be an unspeakable visitation that will consume and befall that city of Eldoret.
this man with a wheelchair. Huyu mwanamume na kiti cha ulemavu cha magurudumu, My Lord, Bwana wangu, this man got an accident, huyu mwanaume alipata ajali, broke his legs, akavunja miguu yake and even injured his eyes. na hata akadhuru macho yake. He has been to hospitals Amekuwa katika hospitali and was officially allowed in Eldoret to become a beggar. na akaruhusiwa kule hapa Eldoret kuwa mwombaji. He could not see, Angeweza kuona, he could not walk. angeweza kutembea. He used the wheelchair. Alitumia kiti cha ulemavu cha magurudumu. Yesterday when you entered Eldoret, Jana ulipoingia mji wa Eldoret, the way you had announced that when you come to Eldoret, jinsi ulivyotangaza kwamba utakapokuja Eldoret, the authority and the power of Jehovah mamlaka na nguvu za Yehova will be over the whole city. zitakuwa juu ya mji wote. This man walked out of the wheelchair yesterday Akatembea kutoka kiti cha ulemavu cha magurudumu jana usiku, and he also began to see. na pia akaanza kuona. This man Huyo mtu was a watchman. alikuwa mlinzi. Ukiniona kuja pale niko. If you can see me come where I am. This man was healed yesterday. Huyu mtu aliponywa jana. A watchman. Alikuwa mlinzi, And I am told, we are going to hear from him, but I am told na nimeambiwa tunaenda kusikia kutoka kwake, lakini nimeambiwa that a truck ran over him. kwamba lori lilimkanyaga. Naweza kuniona? Yes. Thank you so much. I know a lot of things happened on you, including the healing of your eyes. But I want to begin with your crippledness on this wheelchair. Najua mambo mengi yalikutendekea kuhusiana pia na macho yako, lakini nataka kuanza na uponyaji wa kuwa kiwete. Now, Sasa come to me then, njoo kwangu basi, if you can see me. ikiwa unaweza ukaniona. Touch me, Uniguze. then you can see me. Now follow Basi me. unaweza kuniona, nifuate. Okay, asante. Thank you. What is your name? Jina lako nani? Sorry? Oscar Mugata Wanjala. Now, this was yours. Hii ilikuwa yako. Can you identify this? Maybe you were not able to see it, but do you know what this is? Je, unajua hii ni nini? I need a microphone on you. What is it? It's a plate, man of God. Do you recognize that plate? Yes, by holy. Oh yes, you can feel it, right? Yes, sir. Yes, man of God. So, which means you have been blind also. But I don't want to go into blindness for now. Can we talk about your legs? First of all, your crippledness on this wheelchair. Yes. Thank you. Yes, sir. The letter from the Government Ministry of Medical Services, UGDH. That's what's English? General Hospital. And it says, on the 22nd day, the month of September, the year 2014, a medical team composed as assembled at UGDH on the 22nd of September 2014 for the purpose of reporting on disability assessment for Oscar M. Wanjala. Is that your name? Yes, man of God. And your number is 25256192, and your age then was 27 years. Yes, man of God. Male sex, sex male. And then the members are Dr. Jones,
Eliego, Daniel Toroitich, and the three of them, and stamped it here. They say deformity, right lower limb. Wanasema ana shida kiuno, Deformity, right lower limb. ako na shida kiuno cha chini, Visual impairment, hawezi kuona both eyes. macho yote mawili. Okay, so they've written a bit here. Alafu wameandika kiasi hapa. So what was this document supposed to be used to help you with your ID here? Sasa hizi nakala zilikuwa zinapaswa zikusaidie vipi? What were they for when the government gave you these documents? Zilikuwa za nini wakati serikali ilipokupatia? To identify that it's true and I'm not able to see. Kudhibitisha kwamba ni kweli siwezi kuona. It was to certify that you have disability. Ilikuwa kudhibitisha kwamba uko na kutokuwa na uweza. Yes. We are, it's a reappreciation. We are very grateful for your humble service you rendered for this needy person by donating a wheelchair to Oscar Mugate. Mugate? Mugata TA. Okay. He is so happy for easy movement. So that was you again. Ulikuwa wewe tena. Who donated this wheelchair? Nani alipeana hiki kiti cha ulemavu cha magurudumu? Parking Limited. Parking Limited. There is one person. Pyramid Parking Limited, right? Pyramid Parking Limited. Yes, one. And then I have a newspaper here that covered your story. Alafu niko na gazeti ambalo lilichukua hadithi yako. Paralyzed man appeals for help. That's you. Oscar Wanjala, 28, a once strong and determined man from Malava, Western Kenya, recounts in a teary mood how tribulation and misfortune reduced his normal life to a blind, crippled beggar in the streets of Eldoret. That's you. Yes, one. Huyo ni wewe. Ndio nabii wa Mungu. Now, Sasa when did you come here, my son, Oscar? ulikuja lini hapa mwanangu Oscar? In Eldoret. To this meeting Kwa mkutano huu Yesterday morning. yesterday morning. jana Yes. asubuhi. But what happened to your life that caused you to enter this situation? What were you doing before? Ulikuwa unafanya kazi gani mapema ndio ukaingia jambo haya yakakutendekea? Kabla nipoteze Macho na miguu. nilikuwa field officer at Mombasa, place known as Ukunda. Ukunda. Yes, man of God. Field officer for which organization? Security department. Thank you so much. And what happened to you? I was given a motorbike to patrol against assignments, watchman, security department. At night, my boss called me during the night around 12 in the morning, midnight, that I go and check some assignment. Then one trailer was coming on my back as I'm driving on my right to cross. Then other one was coming from the other. A trailer. Yes, a trailer. You're talking about an 18-wheeler. Yes, yes. Then it came and hit me and removed this bone Remove this bone from you for eyes. Yes. with the eye together. Yes. No, eye is inside. Or the eye is inside. Yes. After prayers, it has just started coming outside. Uh-huh. It broke again, even the leg. It broke the leg. I was supposed to be placed an iron because the leg was rotting. Well, the leg was what? Rotting. Was rotting. So they wanted to put iron. Yes, man of God. So when those things happened to you, definitely you sought medical treatment, right? Yes, man of God. Yes. How did you end up in the streets of Eldoret? My father separated with my mother, so they came divorced. After my father heard that I got accident, he was very happy and said that
it is better I could die because my mother always disturbed him so much. So he wished me to die, to not live on this earth again. How did you end up on the wheelchair? On wheelchair, I decided to follow what my uncle said at home, that they cannot take me and stay with me because they know harshness of the father. Yes. Then one servant of God sent me a transport because I know Eldoret more than he has. We used to stay in Eldoret. Then I came, start begging at his. So you were beggar that's amazing. without- You were sitting on this wheelchair and begging with this. Not with wheelchair first. Without. Down. Yes. Sitting on the floor. Yes, just down. This leg could not step down, you said? Without stepping. The servant of God always brought me there and take me back. Then police took me to Moi Teaching and Referral, and I was separated leg. They were supposed to pull this mshipa nyuma then so that the leg can step down. Yes. And then after that you still went back to beg. Yes, as I continue coming back, they tried to send me back at home to my father with police, that this boy is passing on many. Then my father said that, no, this one I will kill him. Then it's Laban. So you were sitting at Tuskys begging? Yes, always. Without the wheelchair? Yes, without wheelchair. Then it was last year, the day written there, one servant of God came and looked at me na kanione huruma akasikia kulia. He took me then to this wale wana support pyramid. Then they gave me wheelchair and promised to operate my eyes. So this wheelchair was given to you last year? September. Yes, man of God. And you continue sitting with it and begging with these documents here from government? Yes, man of God. Yes. Now. And because you are not able to step down? No. Because you are not able to step down with that leg? After being operated at Moi Referral and removed those glasses, yes, before taking me back home, it started stepping back. Stepping how? On toes. Like this? Yes, it on was toes. it was too pain even to step down. Yes. Because this mark here. Yeah. Always pain. Even my body, there is another mark here inside here. Yes. All of my leg was paining. Yes. They decided to give me this one to support me. So who brought you here and when did you come? There is my brother always came and give me money always from one altar. I knew him when I was with the eyes. What is his name? Is Mr. Ruben. So he brought you to this meeting? Yes, man of God. How did he bring you? He pushed the wheelchair? We came with this wheelchair. Yeah. And then you met people at the gate? Yes. Gate 1? Yes, man of God. They took your history, they took the video papers. about you? Yes, man of God. Yes. And after that, what did you tell them about your condition? These eyes were closed, even not open like this. Both eyes were closed? Both of them. Totally sealed off, eh? Of nothing, even Thank nothing. you. That's even very the light is coming from since yesterday. So now, yes, man. that was recorded there. Yes, man of God. Thank you. And then, what happened to you yesterday? Now, yesterday I came here with the belief because Mr. Ruben, one of the altar, came and told me, even if I'm a beggar, each and every family can refuse you, but only God cannot refuse. I went in one of the churches here in Eldoret. I was sent out with one pastor. I think it's very bad for me to mention, or I can mention. Don't mention, it's okay. Yes, he sent me out. Then I was. He threw scared. you out of the church. Yes, he told me that because he said you are a beggar. He don't want blindness. And he does not want blindness. Yes. And actually, his God does not take beggars, right? Yes. Then I was given my seat to hear a church meeting going on while church is in this side. Okay. Then my heart was too heavy to go back to church, but Mr. Ruben came to me with one
of the servant of God, Madabao at Kamkonji stage number 5, told me to come on their altar. One day things will be okay. Yes. You said there's another God on this side who accepts beggars and cripples, right? And I believe too, man of God. Thank you. So he brought you here yesterday. Yesterday at 10, he came and collected me at Daskis there because I have kids, 2 kids God gave me. When you were here, Yes. when were you healed? How did you know the Lord has touched you? I was there sitting somewhere near the speaker. Then I had feeling going to toilet. You felt like going to refresh yourself in the restroom, Yes. but when you touch this way, Yes, man of God. Then I feel my legs stepping down. Then I told Mr. Ruben, don't carry me. I feel like walking. you were, I just, and then you got up and walked. I had a light stuck in my body. You had a what? A light stuck in my body. Light struck your body. Yes, so all of my body was full of light. Then my leg was down like this. It flat the way it is now. Yes, man of God. Here at night. Yesterday at night. Yes, and then Then they tried to carry me, but I told them no, I feel dancing. We danced with Mr. Ruben till 6 in the morning. the beggar, Mwombaji. and you are still walking until now. Na ungali unatembea mpaka sasa. My legs are still strong. Miguu yangu bado. Even- Can you open this thing? My legs are still strong. Ndiyo, miguu yangu ingali na nguvu. A beggar, Mtu aliyekuwa akiombaomba, crippled, kiwete, and now the Lord has done this work here. na sasa Bwana amezifanya kazi hizi hapa. You are not going back here. Hautarudi hapa. Hautarudi kwa kiti tena. Amen. Amen. I believe. Then, man of God, Umekanyaga chini. when prayers were going on, these eyes were closed because this one like These this. eyes were closed. All of them like this. Yes. And But then when after prayers, I just feel something stuck in my eyes. They were open. Then I started feeling some lights. this My- eye. Even this one, it was supposed to be removed because it was inside. Even this one. Yes, it was inside. It can't be seen. But white thing. It can has see. moved forward. Inside the It is cabbage. still inside. Yes, it is still inside. But when I look at you properly, you can see white thing, meaning that the ice is coming. Also, light is still. So you are looking at me with this eye, and you see me. With But this one not yet. Nothing, but it is coming out. It's slowly. coming out. Eh? Yes, man of Thank God. you. The Lord is working a very wonderful work on you now. Bwana anafanya kazi ya ajabu kwako wewe sasa. Now you are stepping down. Sasa unakanyaga chini. Begging with this Akiombaomba kutumia hiyo all the time. wakati wote. Next the supermarket. Karibu na duka kubwa. He went one church Alienda kwa kanisa moja and the pastor threw him out. na mchungaji akamtupa He nje. said, no, Akasema hapana. we don't take beggars and blind people here. And Hatuchukui crippled. hatuchukui watu wa kuombaomba hapa na vipofu na viwete. He said those are good for nothing. Wakasema hao ni bure tu. And then Alafu now the Lord remembered him. sasa Bwana akamkumbuka. Thank you so much. Asante sana. Let's walk, my son. Tembea tu mwanangu. Thank you so much. Asante sana. I saw you jumping, trying to beat it down, whatever, in testing it, right? Niliona ukirukaruka ukijaribu kufanya hivi, ukijaribu. Testing it. Akijaribu. Testing it. You were testing it. Akijaribu. Ulikuwa unaijaribu. You were jumping to test it or what? Ulikuwa unaruka ukijaribu ama nini? If it's okay, I didn't believe that leg can step down. Thank you very much. Asante sana sana.
Father, thank you very much in the name of Jesus.